I am Elder Cosme Sims. Felicia Borges-Sims. We have Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen. And this is part 4 of our lesson. Sound doctrine. Sound doctrine. And I'd like for you to turn your Bibles to Hosea 4. And we'll start at verse 6. Hosea 4th chapter, verse 6. And I want you to, I'm going to read. And it said, "My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children." Read. Tasoma kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Mimi nami nitakukataa wewe, usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. As they were increased, so they sinned against me. Therefore will I change their glory into shame. Mstari wa 7. Kadiri walivyo zidishiwa, kwa kadri hiyo walinitenda dhambi, nami nitageuza utukufu wao kuwa aibu. 8. They eat up the sin of my people, and they set their hearts on their iniquity. Read. Hujilisha dhambi ya watu wangu, hujifurahisha moyo kwa uovu wao. And there shall be like people, like priests, and I will punish them for their ways, and reward them for their doings. Read. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo atakavyokuwa kuhani, nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao, na kuwalipa kwa matendo yao. For they shall eat and not have enough. They shall commit whoredom and shall not increase, because they have left off to take heed. They have left off to take heed to the Lord. Read. Nao watakula, lakini hawatashiba. Watafanya zinaa, lakini hawataongezeka, kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. And this is where we are today. Ndivyo tulipo leo. The people are destroyed for lack of knowledge. Watu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. And those that are professing to be prophets, pastors after God's own heart, they have, go ahead, continue. Go ahead. Those that profess to be of Christ, wale wanaosema ni wa Kristo, that not all, some, sio wote, baadhi, that profess to be of Christ and leading the people, wanakiwaongoza watu wa Mungu, causing the people to err and stumble at the word. Wanasababisha watu wanaanguka katika. The Lord is saying, like people, like priests. Bwana anasema kama vile watu ndivyo hivyo kuhani. And because you reject my knowledge, kwa sababu wamekataa kweli ya Yesu Kristo, false apostle, mtumishi wa uongo. Because you reject my knowledge, kwa sababu umekataa kweli yangu, false preachers. mhubiri wa uongo. Because you reject my knowledge, kwa sababu umekataa kweli ya Yesu Kristo, false teachers. mwalimu wa uongo. God said He's going to punish you. Bwana amesema atakuadhibu. He's going to whip you. Atakutandika. And Revelations 21:8. Ufunuo Yohana 21:8. That all liars and the false prophets going to have their share in the lake of fire that burneth with fire and brimstone. Waongo wote sehemu yao ni ziwa la moto na kiburi. Which is the second death. Ambao ni mauti ya pili. Going to burn right along with Satan. Utaungua na shetani. Hallelujah. Amen. And here, 1 Corinthians 11 and 13, turn your Bibles there. Tuelekee waraka wa kwanza wa Korinto 11. For such false apostles, deceitful workers,
transforming themselves to be the apostles of Christ. Read that, please. Mstari wa 13 unasema katika jina la Bwana Yesu Kristo, maana watu kama hao ni mitume wa uongo, watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza wawe mfano wa mitume wa Kristo. You got too many people today trying to fake it to make it. Kuna watu leo wana fake kutembea na Yesu. And everybody that say they of Christ is of Christ. Si kila anayekwambia yeye ni wa Kristo, yeye ni wa Kristo. Jesus said you'll know them by the fruit that they bear. Bwana Yesu amesema utawajua kwa matunda yao. And he said my sheep hear my voice and another they will not hearken to. Na amesema kondoo wake wanasikia sauti yake na hawatasikia mwingine. But people are being deceived and allowing themselves to be deceived by these people that are the enemies of the cross of Christ. Lakini watu wanakubali kudanganywa na watu ambao ni maadui wa Yesu Kristo. Transform themselves to be the apostles of Christ. Wakijigeuza kuwa ni watumishi wa Yesu Kristo. What do you mean transforming themselves? Kujibadilisha maana yake nini? Verse 14 and 15 it says, and no marvel, don't be surprised, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no greater thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Read 14 and 15, please. 15 inasema, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe hujigeuza awe mfano wa malaika wa nuru. Basi si neno kubwa watumishi wake nao wakijigeuza wawe mfano wa watumishi wa haki, ambao mwisho wao utakuwa sawasawa na kazi zao. Like I said, ain't everybody to say they're your brother in Christ or say that they're Christians or Christians. Ndio nasema sio kila anayesema yeye ni Mkristo kwamba lazima yeye ni Mkristo. Hallelujah. Hallelujah. For Satan himself disguised himself as an angel of light. He called himself the light bearer. Unaona shetani naye anajiita ni malaika wa nuru, yani yeye ndio mshika nuru. And in verse 15 it said, there's no greater thing that his demons, the demons that serve him, would disguise themselves with a collar and with a Bible in their hand and profess to be men and women of God. Tusishangae mapepo yake wanajigeuza, wanavaa nguo za kichungaji, wanabeba Biblia, wanasema wao ni watumishi wa Mungu. Jesus said, let no man deceive you, let no man steal your crown. Na Yesu amesema mtu yote asitudanganye, mtu yote asitunyang'anye taji yetu. Amen. Amen. So you see somebody doing something contrary to the word of God that's not sound in the faith, that's not doing sound doctrine. There's nothing sound about a prophet, a false prophet, not a prophet. It's a difference between a prophet of God and a false prophet. Say that in Swahili. There's a difference in a preacher, a man called by God, and somebody that a motivational speaker, a prosperity preacher. Kuna tofauti kati ya mtumishi wa Mungu na mtumishi wa mafanikio. There's a difference in teachers. Kuna tofauti ya walimu that teach the word of God, wanaofundisha neno la Mungu, and somebody that's a false teacher, na mtu ambaye ni nabii wa uongo, teaches a false gospel, mwalimu wa uongo anafundisha injili ya uongo, serving the devil, wakimtumikia shetani. It's a difference. Kuna tofauti. Hallelujah. Hallelujah. So let us not be deceived of these things. Tusidanganywe katika mambo haya. When you see these things going, hey, the Holy Ghost will tell you, will give you warning. Ukiona mambo haya, Roho and will lead you and guide you in all truth. Atakuongoza katika kweli. Will tell you what to do concerning that. Atakwambia nini if you are led by the Spirit. Kama wewe unaongozwa na Roho. If the Spirit of God dwell in you. Kama Roho wa Kristo anaishi ndani yako. Amen. Amen. You guys hear this, man of God, he gonna blow on the people and the whole congregation gonna fall over. Unaona mtumishi wa Mungu atanapulizia watu, eti watu wana do a spin kick with his leg and somebody just they got so much anointing they just wanafanya eti maagizo kwenye madhabahu. Generate. Kwamba watu eti they want to fly across the floor. Ni waongo.
all kind of peculiar things. They had one priest, he gonna anoint somebody. He gonna anoint somebody on their head, and then he gonna take his tongue and put it on the man's tongue. That's perversion. God ain't in there. Two ministers supposed to be baptizing according to scripture. They got their own baptism with two tubs where women are sitting in the tubs. One is washing and the other one's drying. That is not the baptism that God called us to. But sound doctrine, being baptized according to the confession, hallelujah, your confession in Christ, and wanting to serve Christ, and your confession of your sins and repentance, and being baptized in Jesus' name in that watery grave, rising and walking in the newness of life. We talk about sound doctrine. Read the 6th chapter of Romans in its entirety. Amen. Acts 2:38 saves. You don't have the Holy Ghost? Start with Acts 2:38. Hallelujah. And turn to you endowed with power from on high. So Satan, he will disguise himself. It's a lot of people that say they have God. Jesus said, the word of God said, many that say, Lord, Lord, will not enter into the kingdom of God. Amen. I fast, some say. I pray. I give to the poor. I've done this for the church and I've done that for the church. And Jesus is going to say, I know you not. Depart from me, you worker of sin. Depart from me, you worker of iniquity. Apparently somebody didn't dot their I's, cross their T's, and live the way God intended for them to live as a Christian. And Jesus said, why call me Lord, Lord, and do not what I say? Obedience is better than sacrifice. And disobedience is worse than witchcraft and idolatry. Hallelujah. Who is that faithful servant? That one found doing so when Jesus returned. Hallelujah. So let us watch as well as pray, because Jesus is coming, and he says, surely I come quickly. Hallelujah. Jesus said in Matthew's, I want you to interpret what I'm saying. Jesus said in Matthew's, the 16th chapter, verse 6. He says, I want you to read that. I want you to read that to start. Yesu akawaambia, angalieni jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Read verse 7. Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Jesus told the disciples to take, he said, beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. And then he said, they said, oh, it's because we didn't bring no bread. And in the 8th verse, Jesus has said, which when Jesus perceived, he said unto them, O ye have little faith, why reason among yourselves, because ye have brought no bread? Read that, please. Amina. Mstari wa 9 asema, naye Yesu akafahamu akawaambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wa imani chache, kwa sababu hamna mikate? And he says in verse 9 and 10, do ye not understand?
neither remember the 5 loaves and the 5,000, and how many baskets ye took up, neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you took up. Read those two, please. 9 na 10. Hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate 5 kwa wale 5,000, na vikapu vingapi mlivyo viokota, wala ile mikate 7 kwa watu 4,000, na makanda mangapi mlio yaokota? How is it that ye do not understand that I spoke it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees? Read that, please. 11. Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo? Read 12. 12. Ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Verse 12. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, the natural bread, but the doctrine of the priests, of the Pharisees, and of the Sadducees, the rich people, of the priests and the rich people. Today, a lot of the people in the church are hogmugging and in bed with the rich, with the wealthy. This stuff still goes on. Inaendelea makanisa leo, wengi watumishi wa Mungu wameshikamana na matajiri na wenye pesa. The doctrine of a lot of priests then and today, do as I say and not as I do. Mafundisho ya watumishi wa Mungu wengi, fanya ninachosema, usifanye ninavyofanya. And the Sadducees, those rich people that fund them, those rich people that try to buy salvation and have their way because of their wealth, they have their own doctrine, and their doctrine is of the world. Na wao matajiri wao wana mafundisho yao na ni ya dunia. Where God say, come out from among them and be ye separate. Wakati Bwana ametuamuru, Bwana Yesu, tujitenganishe nao. And you shall be my people, and I shall be your God. Mtakuwa watu wangu na mimi nitakuwa Mungu wenu. Amen. Amen. So beware of the doctrine, the teachings, the words of these so-called these false teachers, these false apostles, these false preachers. Tunaambiwa tuwe makini na wafundisho walimu hao wa uongo, wahubiri wa uongo. Amen. Amen. For man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth, that come out of the mouth of God. Kwa maana mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Bwana. Titus 2:12 and 13, 2 and 12 through 15, I'll read. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Read that, please. 12 akitufundisha kwamba tukatae mambo ya ulimwengu huu na anasa za dunia, tuishi tukiwa na fahamu, akili timamu, wenye haki, tunafuata Mungu na hofu ya Mungu katika dunia hii ya leo. That's what sound doctrine is going to do. Ndio mafundisho. That's what studying to show yourself approved is going to do. Ndio utakaposoma neno la Mungu. That's what meditating on God's word day and night is going to do. Ndivyo kutafakari neno la Mungu usiku na mchana. You're going to resist the devil and he's going to flee. Utamkimbia shetani. You're going to deny ungodliness and worldly lust. Utachana na mambo ya dunia. And you're going to live soberly. You're going to have a sound mind. Utakuwa na akili iliyo timamu. You're going to be awake to what's going on around you. Utakuwa unaelewa nini kinaendelea kimekuzunguka. And aware of your surroundings. Na utajua mazingira yako yana. So the devil won't be able to sucker punch you. Shetani asije akakushangaza. Amen. Amen. And righteously and godly in living righteously and godly in this present world. Katika dunia ya leo ukaishi katika Because I remind you that
there are many antichrists in the world, even today. The Word of God tells you that. Tayari tumeshaambiwa na neno la Mungu kuna wapinga Kristo wako duniani sasa hivi. Amen. They're serving the devil 24/7. Wanamtumikia shetani masaa 24. For we wrestle not against flesh and blood, maana vita vyetu sio vya mwili na nyama, but principalities, bali mafalme, powers, nguvu, and spiritual wickedness in high places. Na uovu katika katika anga. Amen. Amen. Anga za juu. And verse 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from all sin, all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Amen. Amen. These things speak and exhort and rebuke with all authority. Talk about the authority that you have in the church as being a man, woman of God, a witness of Christ. Let no man despise thee. Amen. Read those verses, please. 14 nitasoma mpaka 15. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu, ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wenye milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Na maneno hayo onya na kukaripia kwa mamlaka yote. Usikubali asikudharau mtu awaye yote. Amen. These things are, the Word of God said, Paul said, we come together not just for the better, but for the worse. It's a lot of things that are going on right now in the world, even in the church, mambo mengi yanaendelea sasa hivi duniani na kwenye kanisa, that we must address ambayo inabidi tuyazungumzie every time we come together, kila tunapokusanyika, or anytime there's a problem in the house of God. Kila mara tukua kuna kanisa, kuna tatizo kwenye nyumba ya Bwana. For judgment will start first in the house of God. Kwa maana hukumu itaanza nyumba ya Bwana. Amen. Amen. And here it says, 2 Timothy 3:13, but evil men and seducers wax worse and worse, deceiving and being deceived. Hallelujah. Read that, please. 13 inasema, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganya na kudanganyika. Saints of God, you have enemies. Watakatifu wa Bwana tunao maadui. Even the devil, when he got kicked out of heaven, every here and there, when the sons of God came together, he appeared. Yani watu wa Bwana mnao maadui. Hata shetani alipofukuzwa mbinguni, alikuwa anarudi bado anazunguka pale. I guess he missed home. Alikuwa anatamani kurudi nyumbani. But just what? The Church of God is a saving station for sinners. Lakini kanisa la Bwana bado linaendelea kuwa not just a place that we come to worship, but we want to see, it's a saved soul, a saving station for those that are lost. Kumbuka sio tu tunaenda kuabudu kanisani, bali ni sehemu ya kupokea wokovu, ya kuokoa wale wenye dhambi. But the enemy will come to disrupt. Kwa ni rahisi kwa shetani. The enemy will come to pervert the gospel. Shetani anataka kuja. He'll do anything against the word of God or try to overthrow the faith of many. Yuko tayari kufanya chochote kile kuondosha imani ya wengi. But with the power and authority that God gives, hallelujah, his sons and daughters in the household of faith, lakini kwa ile hekima na imani na nguvu ya kiroho waliopewa watu wa Mungu, it is true that God said, upon this rock I build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Unaona, Biblia inasema kwenye mwamba huu nitajenga kanisa langu na malango ya kuzimu haitaitikisa. Rebuke the devil, stand against the devil and he will flee. Kemea shetani naye atakimbia. For the devil know the word and tremble. Maana shetani anajua neno na anatetemeka. You can't shoot him, you can't throw bow and arrow at him,
You can throw rocks at him, hitting him with a machete ain't going to do it. But when you put the word of God on him, he fear the word of God, and he will leave you. He will tremble. He will leave. Shetani uweze kumpiga na silaha za kimwili bali za kiroho, neno la Mungu, naye atakukimbia. You have control over him. You can cast him right down to hell. Unakuwa na mamlaka juu yake, unamkemea. You can bind him up. Popote pale unamfunga. You can command him. Unamwamuru. Or it. Na atatii. Amen. Amen. Evil men and seducers. Men and seducers. Na wanyang'anyi. Mockers. People that mock God and mock you. Watu wanaomkejeli Mungu. Deceiving and being deceived. Wakidanganya. These people have already been deceived. Hawa watu wameshadanganywa. Why would I want to live under the law? Kwa nini mtu aishi chini ya sheria? The word of God says if you live according to the law, you have fallen from grace. Maandiko yanasema ukiishi kulingana na sheria, salvation is not of the law. Umepungukiwa neema. Salvation is not of the law. Wokovu sio wa sheria. If the salvation was of the law, then there was no need for Jesus to die on Calvary for our sins. Kama wokovu ungekuwa unafuata sheria, basi ingekuwa hakuna haja ya Yesu Kristo kufa msalabani. Amen. Amen. And here, 2 Timothy 3:14. But continue thou in the things which thou hast learned and have been assured of, knowing of whom thou have learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Read that, please. 14 na 15. Bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. When it comes to sound doctrine, verse 16 and 17, all scripture, not some, but all scripture is given by inspiration of God, and it's profitable. It's going to work. It's going to be okay. It's going to be something that's going to benefit when he says profitable, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Amen. Read those two verses, please. 16 na 17. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Okay. All scripture. Maandiko yote is profitable. Yana faida. It's inspired by God. Yameletwa all scripture. Maandiko yote. All scripture is inspired by God. It's an inspiration. It says all scripture is given by inspiration of God. Yameletwa kwa uvuvio wa Yesu Kristo. God's word. Neno la Mungu. Amen. Amen. The word of God is amen. Neno la Mungu ni amina. Thank you, Jesus. Asante Yesu. When it comes down to the word of God, and it's profitable, it's you speaking life with the word of God. You speaking confidence. You speaking strength to somebody's spirit. Unasema nguvu kwa roho ya Mungu. With somebody, and they got their mind on Jesus. And they calling on the name of Jesus out of a pure heart. Mtu anayemliitia jina la Bwana Yesu Kristo kutoka kwenye moyo uliotakaswa, ulio safi. And it's good for reproof, for correction, for instruction concerning good things, righteousness. Inafaa kwa kuonya, that which is holy. Kwa kuongoza kile ambacho ni takatifu. Amina. Kile cha haki. So that the man of God will be perfect. Mtumishi wa Mungu. Somebody say, I can't be perfect. You instructed by the apostles.
and by the word of God to be perfect. Tumeamriwa tuwe watakatifu, tuwe wakamilifu. God said, "Be perfect, for be holy, for I am holy." But at the same time, He instructed us through His word to be perfect. Kwenye neno lake ametuamuru tuwe watakatifu, na kuna kwenye neno lake ametuamuru tuwe wakamilifu. And then walking in God's holiness. Kutembea katika utakatifu. Walking in God's righteousness. Katika haki yake. Be sanctified. Umetakaswa. Set apart from the world. Umetenganishwa na ulimwengu. Dedicated and consecrated unto the Lord. Umewekwa wakfu katika Bwana. Picking up your cross daily to follow Him. Ukipokea msalaba wake kila siku na uinua, unamfuata Yesu. That's perfection. Ndio ukamilifu. Ndio kutembea kwa ukamilifu. Shaking and cleansing yourself, the filthiness of the flesh and of the spirit, and perfecting holiness. Unaondoa uchafu wa kimwili na wa kiroho. In the fear of God. Katika hofu ya Mungu. And that's another problem today. A lot of people don't fear God. That's why they do what they do. Ndio tatizo, watu waogopi Mungu tena. Ndio maana wanafanya mambo wanayofanya. And the whole conclusion of man, the whole duty of man is to fear God and keep His commandments. The whole conclusion of the man is to fear God and keep His commandments. People don't fear God, and they don't care nothing about His word. But there's a heaven and there's a hell. Everything going down but the word of God. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away, saith the Lord. Amen. Amen. Galatians, hallelujah, 3:10. Galatians 3:10. O foolish Galatians, who bewitched you that ye should not obey the truth? Before whose eyes Jesus Christ have been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit, the Holy Ghost, by the works of the law, or by the hearing of faith. Read 10 and read correction. Galatians 3rd chapter verse 1 and 2. Tusoma Galatia 3:1 na 2. Enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa? Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa mateso ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? The Corinthian church being bewitched by these Jews that want them to be circumcised and want them to be saved under the law. Yani wa Galatia walikuwa wamedanganywa na kama wamechawiwa na hao wa Israeli ambao walikuwa wanataka watahiriwe kimwili. Here in the Galatian church, the church of Galileans, here it is the same thing, that they will want to go under the law and seek the salvation through the law, going back, leaving here from the New Testament in His blood to go back to the Old Testament. He said, who bewitched you that you believe another God? Who bewitched you that you will not obey the truth of God? And then at the same time, he's saying also, having received the Holy Ghost, you receive the Holy Ghost, and here it is, you receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith. Anawauliza mstari wa pili, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Verse 3. It said, and ye are so foolish, having begun in the Spirit, having the Holy Ghost, and ye are made perfect by the flesh, that you got to go back under the law, which the law was a schoolmaster to bring us to grace. Wakati sheria and faith in Christ Jesus. Ilikuwa nia yake ni kutuleta katika neema.
You want to go back to the law? There's no perfection in the law, amen, when it comes to salvation. Hakuna ukamilifu katika sheria ikiendana na mambo ya wokovu. We receive the Holy Ghost through the New Testament in His blood, that new thing God has done. Tunapokea Roho Mtakatifu kwa imani kupitia maandiko na mafundisho tunayopata kwenye Agano Jipya. Verse 4, have ye suffered so many things in vain, if it be yet in vain? He therefore that ministers unto you the Spirit, the Holy Ghost, and worketh miracles among you, do he it by the works of the law or by the hand of faith? Read that, please. Umepatikana mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapaye Roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? 4 and 5. Okay, and I'm going to expound on some other verses. Verse 6, he talked about Abraham and how he, by faith, it was imputed unto him for righteousness. His faith in God and believing God. In verse 7, we become the children of Abraham of God by faith, and the children of Abraham because of his faith. Verse 8, for the scriptures foreseeing that God would justify the heathens through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, in thee shall all nations be blessed. Read that, please. Verse 8, please. 8. Na andiko, kwa vile lilivyoona tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani kusema, katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Verse 9, so then they which be of faith are blessed with faithful Abraham. Read. Basi hawa walio katika imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. For as many as were the works of the law are under the curse, for it is written, cursed is everyone that continue not in all things which are written in the book of the law, but that no man is justified by the law in the sight of God. Being justified by the law in the sight of God, that people want to go back under the law and seek salvation, it is evident, for the just shall live by faith. Read 10 and 11, please. 10:11. Kwa maana wale walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. 10 and 11. Amen. I want you to translate what I'm saying. For the law is not of faith, but the man that doeth shall live in them. Maana sheria sio ya imani, bali mtu atimizaye sheria ataishi kwa hizo sheria. Christ has redeemed us from the curse of the law. Translate. Kristo ametukomboa kutokana na laana ya sheria. Amen. When he hung on Calvary's cross, where it's a curse to every man that hangeth on a tree. Alipotundikwa kwenye msalaba, kwa maana imeandikwa, amelaaniwa tundikwaye kwenye mti. He took on the sins of the world. Alichukua dhambi za ulimwengu. When he did so, remember, God was without sin, but he took on our sins. He bore our iniquity. Alibeba makosa yetu. And by his stripes we were healed. He made a way. Alitengeneza njia. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And hallelujah. And we receive, and it says that the blessing of Abraham might come on the Gentiles in Christ Jesus. Na baraka za Ibrahim zinakuja kwa mataifa kupitia Yesu Kristo.
that we might receive the promise of the Spirit through faith. Ili tuweze kupokea ahadi ya Roho kwa imani. Amen. Amen. And Galatians verse 15 and 16, read those two verses please. 15 read 15 and 16. Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kuthibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake, hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Amen. Verse 16, now Abraham and his seed were the promises made. He said, and to seeds as not many, but as of one, and to thy seed, which is Christ. Amen. Amen. Hallelujah. We are the children of Abraham, but that promise of thy seed, sisi ni watoto wa Ibrahimu, wazao wa Ibrahimu, lakini kwa ile ahadi through Christ Jesus. Ya uzao. Amen. And when it comes down to that covenant that was confirmed before God in Christ, the law, which was 400 years and 30 years after, could not disannul that, should make the promise of non-effect. Read 17 please. 17. Nisemalo ni hili, agano lililothibitishwa kwanza na Mungu, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Amen. But God gave promise unto Abraham. And say that. That he would do that. That covenant in which he made with Abraham. Amen. Concerning his people, concerning his seed. Hallelujah. Wherefore the serves the law. It was added because of transgressions, till the seed, which is Christ, should come, to whom the promise was made. And it was ordained by angels in the hand of a mediator. Now, a mediator is not a mediator of one, but God is one. Read 19 and 20, please. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa, hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Aliambiwa kwa utumishi wa malaika kwa mkono wa mjumbe. Basi aliye mjumbe na mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Translate what I'm saying. 22. But the scripture says about all being unto sin. Maandiko yanasema wote wao katika dhambi. That the promise by faith through Christ Jesus might be given to them that believe. Ili ahadi zipewe kwa wale wanaoamini. Amen. But before faith came, we were kept under the law and shut up unto the faith which should afterward be revealed, which is in Christ Jesus. Amen. Read 23. 23 inasema, haleluya. Lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ije ile imani itakayofunuliwa. That's 23. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. It was to teach us, hallelujah, faith. It was to teach us obedience unto God. It was a schoolmaster, amen, to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Read. Hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, ili tuhesabiwe haki kwa imani. After that faith has come, we are no longer under schoolmaster. That means we're no longer under the law. Read. Lakini iwapo imani imekuja, hatupo tena chini ya kiongozi.
For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Read. Kwa kuwa ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. For many of you as have been baptized in Christ have put on Christ. Read. Maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. There is no more Jew nor Greek, nor neither bond or free. There is neither male or female, for ye are all one in Christ. And if ye be in Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Read. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Amen. This concludes part 4 of our lesson. Memaliza sehemu ya 4 ya somo. Sound doctrines. Mafundisho yenye. We are heirs of Christ. Amen. Warithi wa Kristo. Amen. We walk by faith and not by sight. Tunatembea kwa imani sio kwa kuona. Amen. And if you live according to the law, you have fallen from grace. Ukiishi katika sheria umeanguka katika imani, katika neema. If they had known, the Pharisees known that the crucifixion of Christ would bring about salvation, the Bible says they would have never crucified him. Biblia inasema wangejua wasingemsulubu Yesu Kristo kama wangejua ingeleta wokovu. Amen. Amen. Hallelujah. Let's continue. Tutaendelea sehemu ya mwisho ya 5. Amen.